Basi wakati mtazamaji wa Domeko TV, ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Domeko TV. Awali ya yote ni muhtasari wake. Afisa ustawi wa hospitali ya rufaa mkoani Dodoma, General, ameeleza namna ambavyo anasaidia wagonjwa wanaopata changamoto mbalimbali kuweza kusaidika. Undani wa taarifa hii, ungana na Catherine Jafari. Wakizungumza na Domeko TV, baadhi ya wananchi mkoani Dodoma wamesema hawana uelewa juu ya kituo cha huduma jumuishi kinachoshughulikia ukatili wa kijinsia na matibabu ya wagonjwa wenye changamoto ya kipato. Kama maoni yangu, mfano sehemu ambazo ziko za muhimu, mfano hospitali, aidha sehemu zote za huduma tu, kama kuna watu wenye vituo vya msaada wangekuwa wanaweka mabango sehemu aliyopo, hata kwa ambaye hafahamu. Na maana wanafanyaje, wanaona sawa, uchukulia mtu anatoka labda Chigongo kwa kijijini anakuja pale General, anaweza akajua tu kama hao, atamuuliza nani ili ajue kuna sehemu inaweza ikatoa msaada. Lakini of course wakiwa na mabango na sehemu jumuika ambayo anajulikana anapatikana, wengine wanaweza kusaidiwa. Kuhusiana na haya mashirika ya ustawi wa jamii, kuhusiana na watu ambao wanakuwa hospitalini ambao hawajiwezi, wametoka katika familia ngumu, kwa kweli mimi naonaga mara nyingi kwenye TV, mchango wao naonaga pale ambapo wanakuwa wanatangaza kwenye TV, mataifa habari. Zaidi sana mimi siwafahamu sana kwa undani, lakini kidogo tu hivyo naonaga wanaelimisha sana watu, lakini ili kumfikia kila mtu aweze kupata hiyo elimu ya hao watu, inatakiwa afanye matamasha, elimu, yani elimu iwe kubwa, kwa sababu sisi wa Tanzania ni wagumu sana kuelewa. Naye afisa wa kituo cha huduma jumuishi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma, General, ameeleza mchango wanaotoa kwa wananchi bila kujali jinsia yao. Lengo ni kuwasaidia kupata huduma stahiki. Mchango ambao kwenye kituo chetu jumuishi tunaotoa, kwanza tunahudumia manusura wote wa ukatili wa kijinsia, lakini pia tunaunganisha na vituo taasisi kama vituo vya kulelea watoto, polisi, mahakamani. Njia ambazo tunatumia, kwanza tunatoa elimu kwenye makongamano, lakini pia tunatoa elimu kwenye vituo vya bodaboda, lakini pia tunatoa elimu kwenye vijiji, kata, lakini pia hata makanisani tunatoa elimu. Sisi kama ustawi wa jamii tunashughulikia watu wote wa aina hizo, na kama anadaiwa fedha, sisi ofisi yetu inamsamehe gharama hizo na tunamruhusu aende nyumbani. Na umetoka kumsikiliza mtu wa kituo jumuishi ambaye anasimamia masuala mazima ya watu ambao wanafanyia ukatili wa kijinsia endapo wanafika hapo hospitalini na matibabu mengine kwa wananchi. Nikiripoti kutoka hospitali ya rufaa mkoani Dodoma, Catherine Jafari, Domeko TV. Asante sana Catherine Jafari kwa taarifa hii. Ameweza kuwakaribisha wanafunzi wa Itikmachi katika chuo chao. Ndani wa taarifa hiyo, ungana na Catherine Jafari. Wanafunzi wa mwaka wa kwanza wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma, Domeko, wameeleza juu ya mapokeo yao na mikakati yao katika chuo hicho. Kwa majina naitwa Michael Asumani na nasomea kozi ya journalism and mass communication. Ndio mazingira ya chuoni hapa Domeko nimependa, nimefurahia na pia nimefurahia mapokezi ya chuo hichi. Malengo yangu katika kozi hiyo ni kuwa mtangazaji bora na pia kuweza kuwakilisha chuo hichi kwa performance nzuri na pia kuweza kuwakilisha Tanzania katika karia yangu ya utangazaji. Kozi ya chuo nimependa sana. Kwa majina naitwa nasomea kozi ya journalism and mass communication. Mimi kama mwanafunzi wa hapa, kwa mapokeo yetu tulipokule tunapokelewa vizuri, tunawajua walimu wetu, tunajua viongozi wetu, mazingira ya chuo na vizuri hivyo. Na sisi kama wanafunzi tumejipanga kufanya vizuri, tuna mipango mikakati ya kufanya na wanafunzi. Naye rais wa serikali ya wanafunzi katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma amewataka wanafunzi wa mwaka wa kwanza kufuata sheria za chuo na kuzingatia nidhamu ili kutimiza ndoto zao. Naanza kwa jinsi wewe unavyoonekana. Basi maana labda siku moja sasa bwana leo bwana acha nitupie
tupia. Siku moja sio dhambi, lakini jitahidi kuwa smart. Smart unaonyesha kwamba okay, yule kweli journalism. So smart umevaa tu la flafu eti wapo eti journalism. Sio kweli. Jitahidi kuwa smart. Siku moja vunja kabati, vaa pendeza. Kama toka mtoko sawa, lakini siku nyingine kuwa tu official. Vaa swali yako kitambaa, vaa shati yako safi, nyoosha, pendeza. Na hayo ndio maoni ya Mheshimiwa Rais wa wanafunzi katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma DOMECO, ambapo ameweza kuwakaribisha wanafunzi wa muda mpya katika chuo hicho. Nikiripoti kutoka katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma DOMECO, Catherine Jafari, DOMECO TV. Mtazamaji wa DOMECO TV, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa DOMECO TV. Langu jina ni Catherine Jafari.